Makuu yameibuka ambayo yametikisa ulimwengu baada ya Azam Dewji kufichua hali ya utekaji wake Humphrey Polepole. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika kipindi kingine cha sintofahamu baada ya madai mapya ya kutoweka kwa mwanasiasa na aliyekuwa kada wa CCM Humphrey Polepole ambaye tangu Oktoba tarehe 24 hajulikani alipo. Taarifa za kutekwa kwake zimezua taharuki kubwa mitandaoni, huku vyombo vya usalama vikisema vinachunguza. Wakati jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi, kauli ya mfanyabiashara maarufu Azam Dewji katika mahojiano na vyombo vya habari amesababisha mjadala mkubwa. Dewji alisema hakuwa na imani kwamba Polepole ametekwa, akidai huenda mwanasiasa huyo amejificha kimkakati kwa sababu za kisiasa. Lakini wachambuzi wanasema historia ya Polepole na namna alivyojitenga na chama tawala inafanya jambo hili kuwa zito zaidi ya mbinu za kisiasa. Kwa wengi, kutoweka kwake kunafanana na matukio ya awali ambapo sauti zinazopinga mfumo wa sasa wa utawala zimepotea kwa mazingira yenye utata. Humphrey Polepole alizaliwa mwishoni wa miaka ya 1970 na alijulikana kwa muda mrefu kama mwanaharakati wa kijamii na mchambuzi wa masuala ya utawala. Safari yake ya kisiasa ilianza rasmi mwaka 2010 baada ya kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM, akipanda ngazi kwa kasi kutokana na umahiri wake wa kujenga hoja na ufasaha wa kuzungumza mbele ya hadhira. Polepole aliteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, nafasi iliyompa mamlaka makubwa na ya kuwasiliana na umma na kutetea sera za serikali. Alijulikana kwa misimamo mikali ya kuunga mkono chama chake, mara nyingi akiwashambulia wale waliokuwa wakikosoa serikali. Hata hivyo, baada ya muda Polepole alianza kubadilika kimtazamo, akianza kutoa hoja nzito kuhusu mwelekeo wa chama na serikali. Baada ya kuteuliwa kuwa mbunge wa kuteuliwa na baadaye balozi wa Tanzania nchini Malawi, alianza kuonyesha dalili za kutoafikiana na baadhi ya maamuzi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Polepole alianza kutumia mitandao ya kijamii kuzungumza kile alichokiita unyonywaji, ubadhirivu na vilevile uongozi wa hofu. Ndani ya serikali alieleza kuwa Tanzania ilikuwa inakosa dira, huku wananchi wakiwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama visivyo na huruma. Mabadiliko haya ya ghafla yalifanya baadhi ya viongozi wa CCM kumtaja kama msaliti, huku wafuasi wa upinzani wakimwona kama shujaa mpya. Kadri alivyoongeza ukali wa maneno yake, ndivyo alivyopoteza marafiki wengi wa kisiasa ndani ya chama tawala. Kulingana na vyanzo vya karibu na familia yake, Polepole alionekana mara ya mwisho tarehe 24 Oktoba saa 3 usiku akiwa ametoka katika kikao kifupi cha washirika wake wa kisiasa katika eneo la Mbezi jijini Dar es Salaam. Baada ya hapo, simu yake ilipoteza mawasiliano kabisa. Mashuhuda wanasema waliona gari la aina ya Toyota Land Cruiser lenye vioo vyeusi ikimzuia njiani kabla hajapotea. Baada ya saa kadhaa, familia yake iliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Mbezi, lakini majibu ya awali yalikuwa ya ukimya. Baada ya siku 3, taarifa zilianza kusambaa mitandaoni zikidai kuwa Polepole ametekwa na watu wanaodaiwa kuvaa sare za kijeshi. Jeshi la polisi lilitoa taarifa likisema linachunguza, lakini hadi sasa hakuna picha, video wala ushahidi uliojitokeza kuthibitisha uhai au kifo chake. Kauli ya Azam Dewji aliyesema huenda Polepole amejificha kwa makusudi imeongeza mseto wa mitazamo. Wafuasi wake wanasema maelezo hayo ni jaribio la kupunguza uzito wa tukio la kutekwa kwake, wakidai serikali inapanga kuanzisha hadithi ya kujificha kwa hiari ili kuondoa lawama. Jeshi la polisi kupitia msemaji wake limekiri kupokea taarifa za kutoweka kwa Polepole, likisema linachunguza kwa kina.
lakini wachambuzi wanasema taarifa hiyo imekuwa ya kawaida sana katika matukio mengi ya awali ya watu waliotekwa, ikianza na ahadi ya uchunguzi lakini mwisho wake hakuna majibu. Tukio hili limekuja katika kipindi ambacho hofu ya utekaji nchini Tanzania imekuwa ikiongezeka kwa kasi na baadhi ya matukio yakihusishwa na vyombo vya dola. Miongoni mwa waliowahi kupotewa ama kuripotiwa kutekwa ni pamoja na Ben Saanane aliyekuwa msaidizi wa Tundu Lissu ambaye alitoweka mwaka 2016 na hajawahi kupatikana hadi wa leo. Azori Gwanda, mwandishi wa habari aliyekuwa akifuatilia matukio ya mauaji ya kiholela aswa mkoani Pwani, naye alipotea mwaka 2017 na serikali ikashindwa kutoa maelezo kamili hadi leo. Daktari Steven Ulimboka aliyepigwa na kuteka mwaka 2012 wakati wa mgomo wa madaktari akapatikana akiwa hoi lakini hai. Idris Kamala, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, alipotea kwa wiki 2 mwaka jana, lakini kabla ya kupatikana akiwa na majeraha ya kichwa. Said Kubeana, mwandishi wa habari za zamani wa gazeti la Mwanahalisi, naye amewahi kudai kufuatiliwa na watu wasiojulikana kwa muda mrefu. Matukio haya yote yanaonyesha mwelekeo wa hatari ambapo sauti zinazokosoa serikali hujikuta zikinyamazishwa kimya. Wengi waliopotea wamekuwa wakihusishwa na harakati za kisiasa au uchunguzi wa rushwa ndani ya taasisi za serikali. Tukio la Polepole limeamsha kumbukumbu za matukio hayo yote, huku wengine wakisema huenda ni njama za kisiasa. Wengi wanaamini kuwa ama kuna nguvu kubwa ya siri inayotumia vitisho na unyanyasaji kuzuia wanasiasa wakosoaji. Baada ya Dewji kutoa kauli yake kwenye vyombo vya habari, baadhi ya wabunge wa zamani na wanaharakati wameomba serikali kutoa taarifa rasmi, lakini hadi sasa hakuna tamko jipya lililotolewa. Mashirika ya haki za binadamu yamesema Tanzania iko katika hatari ya kurejea katika enzi za uoga ambapo raia walikuwa wakikosoa serikali walipotea ghafla bila maelezo. Hadi sasa familia ya Polepole imethibitisha kuwa haijapokea taarifa yoyote haswa kutoka kwa polisi, na simu zake zote hazipatikani na akaunti zake za mitandao ya kijamii zimekuwa kimya tangu siku hiyo. Wanasiasa wa upinzani wametaja tukio hili kama sura mpya ya ukatili. Baadhi yao wanasema Polepole alikuwa akiwavutia vijana wengi waliokuwa wakihisi kukata tamaa kutokana na hali ya kisiasa nchini, na hofu imeongezeka kutokana na taarifa kwamba kuna wengine waliokuwa karibu naye ambao nao wameanza kutoweka kwa muda mfupi. Huku mjadala ukiendelea, wananchi wengi wanasema kuwa tukio hili ni ishara ya hatari kubwa kwa mustakabali wa uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Wanasema Polepole licha ya kuwa na wazamani wa CCM alithubutu kuongea kuhusu uovu ndani ya serikali, na ni jambo ambalo lilimfanya kuwa adui wa mfumo. Kuna hofu kuwa kama serikali itatoa majibu ya haraka, basi wananchi watapoteza kabisa imani na vyombo vya usalama. Kwa sasa Polepole baada ya julikani alipo, polisi wanasema wanaendelea na uchunguzi, lakini hakuna dalili ya haraka ya kupatikana kwake. Watu wa karibu na familia yake wanadai wamezuiwa kuzungumza na vyombo vya habari, na ni hali inayozua mashaka zaidi. Wakati huo makundi ya haki za binadamu yameanza kushinikiza serikali kutoa majibu ya wazi kuhusu mahali alipo, wakisema kwamba kukaa kimya ni ishara ya kuficha ukweli. Tanzania sasa inakabiliwa na mtihani mkubwa wa demokrasia. Matukio ya utekaji na hofu vinatisha msingi wa haki za binadamu. Kutoweka kwa Polepole si tukio la kawaida, ni kioo kinachoonyesha namna taifa linavyogeuka polepole wa mahali pa woga na ukimya. Endelea kufuatilia Kenyascope ambacho ni chanzo chako huru cha habari na uchambuzi walisia wa kweli usiopindishwa kutoka Afrika Mashariki. Hapa tunasimulia yale ambayo wengine wanaogopa kusema. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile kushare video hii ili tuwafikie watu wengi ambao wanataka kujua ukweli kuhusu hali ya kutekwa ya Humphrey Polepole.